kaunti ya Kakamega ndiyo ya pili kwa idadi ya watu baada ya Nairobi. Frida, kaunti hii sasa inaonekana kuwa uwanja mkali wa kisiasa, uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukikaribia. Gavana Fernandes Barasa anawinda muhula wa pili, lakini anakabiliwa na upinzani mkali, kila mmoja akiamini kwamba ana uwezo wa kuingia katika kasri la Kakamega. Je, ni nini kitaamua kinyang'anyiro cha gavana Kakamega? Rekodi ya maendeleo ya gavana wa sasa, uwezo wa upinzani kuungana, siasa za vyama au ushawishi wa kisiasa? Mtangulizi Wycliffe Oparanya akimuunga mkono. Huyu hapa mwanahabari wetu wa kanda wa magharibi Julius Juma na tathmini hiyo. Hata kabla ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kutangaza mwanzo wa kampeni, kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Kakamega tayari kimeanza kushika kasi. Ni mashindano ya mojawapo ya kaunti zenye usemi mkubwa wa kisiasa nchini. Kaunti hii ikiwa na takriban watu milioni 2, maeneo bunge 12 na wadi 60. Kaunti ambayo maamuzi yake ya kisiasa huwa na usemi mkubwa ndani na nje ya ukanda wa magharibi. Mabango ya kampeni huenda bado yakawa hajaanza kubandikwa mitaani na barabarani, lakini jumbe za kisiasa tayari zimeanza kutumwa tena kwa kishindo. Lawyers are democratic. That is democracy. And it's healthy. It gives you people time kuchagua ile mtu mnataka. Utamaduni huu wa ushindani umewavutia wagombea wengi, kila mmoja akijiita masia wa wakazi wa Kakamega. Ila haya yote yanapoendelea, swali la msingi ni hili: ni nini kitakachowashawishi wakazi wa Kakamega kupiga kura ya ugavana mwaka ujao? Kulingana na gavana Fernandes Barasa, utendakazi ndio utakaoamua. Baada ya kuchukua mikoba ya kaunti kutoka kwa Wycliffe Oparanya mwaka 2022, Barasa anasema utawala wake umetilia mkazo kukamilisha miradi iliyokuwa imekwama, huku pia mingine ikizinduliwa. Na mimi niko na imani ya kwamba itakuwa rahisi kutafuta tutam, kwa sababu kazi ambayo gavana Oparanya alianzisha na ikakwama, mimi nitamaliza. Pia zile ambazo nimeanzisha kuna zingine zimekamilika. Barasa anaamini hili litakuwa msingi wake wa kukumbatiwa mara ya pili na wanakakamega. Kwa wapinzani, anahoji kuwa semi za kisiasa pekee hazitoshi mboga. Mimi ni mtu ambaye anaheshimu wapinzani, because tunaita what the opponents. Jambo ambalo nataka nione wakiambia watu ni agenda, sio tu agenda one term. Kama agenda yao ni one term, sioni kama wana nafasi. Wachanganuzi wanahoji kuwa hili linaweza kuwateka wapiga kura, ila iwapo tu wanaamini kuwa huduma za kaunti zimeimarika. Kulingana nao, huduma hizo, afya, elimu na barabara, huwa machoni mwa wapiga kura kuliko chochote kile. Factors are to be considered. Whoever will deliver on health and education will have an upper hand politically. Lakini utendakazi ni kigezo kimoja tu cha pambano hilo. Kigezo kingine ni hesabu za kisiasa. Baada ya kurambishwa sakafu na Barasa katika kinyang'anyiro cha ugavana mwaka 2022, aliyekuwa seneta Cleophas Malala sasa analitambua hilo, umoja wa upinzani. Kauli sawia ikitolewa na mwakilishi wa kike Elsie Muhanda, ambaye pia anaumezea mate ugavana wa Kakamega. Ni lazima tushikane. Mimi peke yangu siwezi faulu. Ukweli wa maneno. Si nilijaribu nikakwama. Mimi peke yangu siwezi faulu. Inafaa mimi na huyu mama Elsie lazima tukubaliane ya kwamba kaunti irudi kwa economy nzuri. Ama namna gani? Amesema Kakamega is bigger than all of us. Kwa hivyo we have one common enemy. Kinachosubiriwa kudhihirika ni iwapo kweli muungano huo unaweza kutokea. Ila kambi ya Barasa inaonekana kutotetereka. Kulingana na naibu gavana Ayub Savula, kufikia sasa hakuna mpinzani aliyedhihirisha uwezo wa kuarambisha shubiri. Mimi sijaona ndume Kakamega kaunti hii hata mama wa kuangusha mimi na Fernandes Barasa. Sijaona completely. I'm not seen. Sijaona. Hii ingine ni mic testing tu. Hao wataonyorosha saa 12 asubuhi
asubuhi. Ndio hivyo. Na mimi mtoto wa pasa nitasimama na Fernandes Baraza 2 term. Lakini kinyang'anyiro hiki si tu kuhusu wanasiasa wenyewe, bali vyama vya kisiasa watakavyotumia. Je, ODM itaganda na Barasa ama karata za siasa za kitaifa huenda zikakoroga hesabu? We are going to meet him next year, and with or without zoning, he will be in ODM stroke UDA, but I will not be in UDA, I will not be in ODM, I'll be where I will be, and I'm going to defeat him. Gavana wa kwanza wa kaunti hii Wycliffe Oparanya anasalia kuwa na usemi mkubwa katika siasa hizi. Gavana Barasa alirithi suhula zake za uongozi na za kisiasa, na baadhi ya wanaosaka kumwondoa mamlakani wameomba hadharani uungwaji mkono wa Oparanya. So Oparanya, mimi naomba wewe kura yako. Upinzani ukiendelea kumpigia hesabu Barasa, Barasa mwenyewe anaendelea kutafuta uungwaji mkono, viongozi mbalimbali wakiwa tayari wametangaza kumpigia upato kwa mhula wa pili. Lakini kule Likuyani sisi tuko nyuma yako 100%. Roots Party of Kenya itaunda na itamuunga Fernandes Baraza for his second term. Wachanganuzi hata hivyo wanaonya kuwa kuidhinishwa na viongozi kuna uzito tu iwapo wanaokuidhinisha wanaungwaji mkono tosha, na iwapo watamhakikishia kura wanayemuunga mkono. If the member of parliament is not popular in the constituency he comes from, I doubt whether it will have an impact on the number of votes the governor will get. Joto la kisiasa linapozidi kupanda, maswali mapya yameanza kuibuka. Je, fedha za kampeni zitakuwa na usemi? Kampeni hizi zinaweza kuwa za amani? Na je, uaminifu wa chama unaweza kuzidi utendakazi? Au tuseme wapiga kura wa Kakamega watauliza tu swali moja: nani ametimiza? Mtu ambaye ako na track record mzuri, mwenye anaelewa mambo na katiba, anaweza kudifferentiate between the national government projects na zile za county. Tunataka projects ambazo ziko zinaweza saidia mtu miaka 20, miaka 10. Kinyang'anyiro hiki si ushindani baina ya wanasiasa wenyewe, bali ni ushindani baina ya nguvu za kisiasa. Iwapo Kakamega itasalia na gavana wa sasa au kumchagua gavana mpya, itategemea pakubwa kati ya nguvu hizi za kisiasa ni gani itakuja na kimbunga kikali. Mbio za ugavana katika kaunti ya Kakamega zimeanza kuchacha, kila mmoja akijitangaza kuwa mtetezi na mkombozi wa wakazi wa kaunti hii. Ila uamuzi unasalia mikononi mwa wakazi ifikapo Agosti mwaka 2027. Julius Juma, NTV, Kakamega.